nataka kusema nini? Mimi kijana wenu ni mkweli sana, na nataka niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwapigania kwa bila uoga mahala popote. Tutaendelea kuyasongesha maendeleo ya Tanzania kwa bila uoga mahala popote. Tutaendelea kumsimamia kiongozi yoyote yule katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kuogopa na wakati wote. Na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri serikali, kwa ajili ya kulishauri bunge, wako sahihi na wasizuiwe na mtu yoyote. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lele mama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana, badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani, waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa 80, bado yuko ofisini. Nilipoenda kumsalimia Faza Kitima hospitali kule Dar es Salaam, tukakutanisha uso. Anayemsalimia mwenzake analia, anayesalimiwa analia. Amejeruhiwa vibaya. Kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili. Anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana. Tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana alafu anayoleta madhara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa Wizara ya Mambo ya Ndani? Tunawezaje kuwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa huyu wa kwanza, sawa. Anatekwa wa pili, sawa. Anatekwa wa tatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida. Yaani mwenzako anatekwa, anauawa, wewe unashabikia. Anatekwa wa pili, paka uawe wewe. Faza Kitima ametekwa, amepigwa na kuumizwa, tena akiwa kwenye makaazi ya maaskofu. Halafu mpaka leo waliomteka hawajulikani. Waliompiga sio waliomteka. Waliompiga na kumuumiza hawajulikani. Halafu waziri wa wizara ile yupo, IGP yupo, vyombo vya dola vyote vipo, na wananchi wengine wote wanaolia kwa ndugu zao kutekwa na kuumizwa, na wenyewe wanaendelea kulia, ni sawa tu. Halafu ikifika mahala tunaanza kuzungumza kwa kubembelezana kwamba nikimzungumza huyu waziri atafukuzwa waziri, nikimzungumza huyu IGP atafukuzwa wa IGP, nikimzungumza huyu ataniteka, nikipiga kelele na mimi naye piga kelele nitatekwa. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Ni lazima viongozi walioko kwenye maeneo wajirekebishe, kama sio kuachia ngazi kama wameshindwa kusimamia mustakabali wa amani ndani ya nchi. Kisesa oye! Mwabuma oye! Mwabuma oye! Nataka nipeleke hizi salamu kwa viongozi wote. Kuna viongozi wameongea na mimi naunga mkono na nawapongeza.
Katika mambo ya msingi hatuwezi, katika mambo ya msingi tukao tunazungumza kilele mama. Ni lazima jambo ambalo halifanyiki vizuri tuseme hili halifanyiki vizuri. Kama waziri fulani anatuangusha, tunasema huyu anatuangusha. Kama ni chombo fulani cha dola hakifanyi sawa sawa, tunasema chombo hiki kinatuangusha. Hatuwezi mambo yanafanyika vibaya sisi tunayashabikia. Sisi tunayashabikia. Na mimi mbunge wenu, msimamo wangu katika haki, msimamo wangu katika haki hauwezi kuyumba na hauwezi kuyumbishwa na yoyote. Tutaendelea kuwasaisha kama wanasaishika, na sisi tutaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais mahala ambako aone kwamba hapa kuna changamoto kubwa na kuchukua hatua. Yaani badala ya kuchukua hatua za watu ambao wametekwa, wale wanaolaani mambo ya kutekwa ndio wanalaumiwa. Tutakuwa na taifa gani la hivyo? Yaani wanaolia kwamba ndugu yake ametekwa ndio wanalaumiwa. Wanaolalamika jamani tutakwisha kwa kuuawa kwa kutekwa ndio wanaolaumiwa. Anayeteka yuko salama na anapongezwa. Na mambo haya yanazungumzwa mpaka hata na baadhi ya viongozi wenye dhamana kubwa. Kwa nini hili liruhusiwe? Ni lazima tuyakatae haya, tuyapinge, tuyakemee na tuambie watu kwa uwazi kwamba hili hapana. Yabono gwese yane yeseba telema mwisangalo kumbangobo elyago duta. Mwabuma oye! Mwabuma oye! Yabono gwese yane yeseba telema mwisangalo kumbangobo elyago duta.